haina shida. Sawa. Sasa Mheshimiwa mbunge wa Arumeru Magharibi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Arumeru, lakini pia kaimu mkuu wa mkoa, wananchi wa Arumeru na Arusha kwa ujumla, na waandishi wa habari. Hii barabara ambapo tupo ni sehemu tu ya barabara ya Mianzini, wanaita Ole Mringaringa Sambasha, lakini Sambasha Ole Mringaringa kwenda Ngaramtoni kilomita 18. Tuliposimama hapa ni vyema wananchi wakafahamu kwamba palikuwa hapana barabara ambayo iko rasmi, na wanasiasa siku zote kuwapa nafasi lazima taitumia hiyo nafasi. Kwa hiyo alichokuwa anaongea mheshimiwa mbunge, actually hata hii barabara kuzaliwa kwake na maelekezo yake ni wakati Mheshimiwa Rais wa awamu ya 5 amekuja kufungua mradi wa maji ambao ameutaja. Wananchi wakamwambia sawa, umejenga, lakini hakufikiki na wananchi hawana maji, hawana miundombinu hata kuja kuservice. Kwa hiyo maelekezo yakatoka ya Mheshimiwa Rais wa awamu ya 5 kwamba sasa barabara ijengwe. Kwa hiyo TANROADS wakapewa kazi ya kusanifu na wakasanifu, na kwamba sasa barabara inatekelezwa, inajengwa. Kwa hiyo hawa wananchi waliolipwa wamelipwa kwa sababu hapakuwepo na corridor ama ushoroba wa barabara. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima walipwe kwa sababu barabara haikuwepo, pengine tofauti sana na kile kipande cha Mianzini Ole Mringaringa mpaka Sambasha ambacho chenyewe kimekuwepo tangu enzi ya mkoloni. Ukienda kwenye ramani unaikuta ile barabara. Hii ilikuwa haipo. Kwa hiyo moja ni kwamba ndio maana serikali imetoa fidia ili wananchi wapishe hiyo barabara. Na sasa tunaona barabara inajengwa. Na narudia tena, wakati wote tunapohitaji maendeleo lazima yawe kwenye ardhi yetu, juu ya ardhi, iwe ni kwenye mashamba, na hakuna barabara, narudia, hakuna ardhi ambayo inakuwa haina mwenyewe, lakini tunapohitaji matumizi makubwa kwa manufaa ya umma, kwa manufaa makubwa ya taifa, ni lazima tuchukue hii barabara. Sasa itahudumia na itabadilisha sana sura ya wananchi wa eneo la Arumeru Magharibi ambapo tupo sasa. Mkandarasi ni mkandarasi ambaye tunamwamini sana, Steco ni kampuni kubwa ya Kichina ambayo inajenga barabara na imejenga barabara nyingi. Tumsikia akisema Julai kama kutakuwa na changamoto zozote atakamilisha hiyo barabara. Na mimi ni waelekeze wasimamizi wa barabara hii ambayo ni TECU na TANROADS. Inajua March, April, May ndio kipindi ambacho nadhani kunakuwa na barabara kubwa sana hiyo Arusha na maeneo ya Arumeru. Kwa kama kazi ni kufanya kubwa, hiki ndio kipindi sahihi. Hiki ndio kipindi sahihi cha kufanya kazi nyingi, na hasa hizi kazi za earthwork. Pengine baadaye ndio waje wafanye structure kama wataona lakini kwa sasa wafanye kazi kubwa sana, wamsimamie huyu mkandarasi. Na kwa kuwa amekiri pia kwamba ameshalipwa fedha, alipita Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Ulega, alipita hii barabara na pakawa na changamoto ya malipo nini, na aliahidi kwamba atahakikisha zinalipwa. Hela zimeshalipwa na amekiri zimelipwa. Sasa ni kazi ya kumsimamia huyu katika kipindi hiki sahihi aweze kufanya kazi. Sasa kwa wananchi wa Arumeru, Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na kaimu mkuu wa mkoa, tumepita pale pia Sambasha, tumesikia zile changamoto za wananchi. Nadhani ziko changamoto wananchi wote kishafa sisi tunazifanyia kazi. Zipi ni za ukweli na zinatekelezeka, tutazifanya kama serikali, lakini zingine zinahitaji tu elimu. Na kwenye eneo hili la Arumeru pamoja na mji wa Arusha tumekuwa na changamoto kubwa sana ya mafuriko, maji mengi ambayo kwa sababu ya mvua nyingi na terrain yetu kwamba tuna mlima huko Meru ambao unashusha maji. Sasa tuna mkurugenzi pia wa halmashauri. Maji haya sisi kama TANROADS ama barabara tuna korido dogo sana, ushoroba mdogo sana.
miliki yetu ni pengine mita hazizidi 45, lakini huku na huku sio kwetu. Lakini unaweza kusema changamoto zinatoka huko ambazo watu pengine wanajenga kwenye njia za maji, kwa hiyo wanatoa maji kwenye maeneo yake. Matokeo yake yale maji yanakuja kusababisha uharibifu wa miundombinu na hasa ya barabara. Na popote ambapo panajengwa karavati, eneo ambalo la chini, huwezi kujenga karavati mlimani. Pale panapojengwa karavati maana ndo maji asilia yanapita na yanatoka huko, yaani huwezi ukachukua maji kwenye bonde ukayapandisha mlimani, bado yatarudi kule. Sasa tuwaombe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mkurugenzi na viongozi wote ambao wanahusika na mazingira na namna yoyote kuhakikisha kwamba wanatoa elimu ili tunapojenga miundombinu hii ni kweli kunakuwa na mabadiliko na watu wanaongezeka, kwa hiyo ukusanyaji wa maji unakuwa mkubwa. Kuwe na elimu na kuwe hata nimesema hata ukiona kutengeneza bylaws ambazo zinasema jamani, kiasi hiki turuhusu maji yapite, kiasi hiki watu wasijenge, kwa sababu ukijenga utampa adha mtu mwingine, lakini hakuna namna unaweza ukatoa maji kwenye eneo lake la asili ukaipeleka kwenye eneo lingine, na itakuwa ni changamoto ya kudumu. Vinginevyo lazima tukubali kwamba maji lazima yapite kwenye njia zake. Hilo ni la kwanza, mtusaidie na kuelimisha wananchi. Lakini swala la pili, tumeona kule ambako tumekamilisha barabara za lami, wananchi sasa wameingia kwenye barabara. Maeneo ambayo tutegemea barabara zipite, watu wanafanya biashara zao. Kwa hiyo ukifanya hivyo, manake unapunguza upana wa barabara, magari yanaweza kashindwa kupishana, lakini hata ukitokea changamoto yoyote, dereva mmoja anaweza kashindwa kwa sababu tayari watu wako kwenye barabara. Kwa hiyo pia elimu itoke kwamba hayo sio maeneo ambayo ni ya salama kwa kufanyia biashara. Hilo ni swala muhimu sana. Lakini swala la mitaro tutafanyaje? Nadhani hili wataalamu watalifanyia kazi. Na swala la mwisho, Mheshimiwa Mbunge, ni kwamba sehemu kubwa ya barabara hii tuna taa ambazo tutaweka kule walikoweka, zitawekwa taa, kwa hiyo wananchi wajue zitakuwa na taa. Watakuwa ni maeneo mazuri, lakini pia kuna alama bado hazijawekwa, zitawekwa ambazo zitaeleza nani afanye nini. Na serikali ingetamani hii barabara tunavyoiona ni kati ya barabara si tu kwamba wananchi, lakini zinafanya mji wa Arusha yani uwe ni mji ambao kidogo una miundombinu mizuri na inayopitika, na tunajua tuna matukio mengi yanayokuja. Kwa hiyo yatakuwa ni moja ya maeneo ambayo watu ukipita tu unaona uko kwenye maeneo tofauti na maeneo mengine, na ndio maana serikali imeweka nguvu kuhakikisha kwamba barabara hii inakamilika. Tunajua tuna matukio ya 2027 ya Arusha Afcon. Sasa hizi barabara huwezi kujua zitatumikaje, lakini I'm very sure itakuwa ni moja ya kupendezesha hiyo mashindano yetu yanayokuja, na ninachojua Mheshimiwa Rais ndio maana kaamua kutoa fedha zote kandarasi huyu akamilishe hii barabara. Naamini kwa kisha Mheshimiwa Mbunge sitaisimamia kuona kwamba inakamilika. Na mwisho niseme wananchi waelewe hii miundombinu, arudia tena, hii miundombinu sio ya serikali. Hii miundombinu ni ya wananchi. Hii miundombinu ni ya umma. Sisi tunatambua maeneo haya ndio yanayofanya miji huko Arusha watu waishi kutoka huko, na ndio maana inatengenezwa ili waweze kufanya shughuli zao kwa urahisi. Kwa hiyo hata wajibu wa kuitunza ni wao. Yaani tuwe na wivu kwamba tulikuwa hatuna barabara sasa tuna barabara, na ni barabara ya lami, barabara ya kiwango ambayo serikali imewekeza kufanya wananchi waweze kufanya shughuli zao, na nina hakika kila kitu sasa kimebadilika. Na kitu ambacho pia kilikuwa inatuchelewesha ni kwamba kulikuwa na miundombinu mingine, kulikuwa na maji, kuna umeme, kuna mifugo ambayo ilikuwepo. Kwa hiyo ili tupite, alikuwa anasema mkandarasi hapa, yako maeneo wanachelewa kwa sababu kulikuwa na miundombinu mingine ambayo kabla hujaiondoa lazima uitafutie kwanza njia ikae sawa ndio uendelee. Kwa hiyo tuna hakika hilo almost sasa limekamilika. Kwa hiyo tuna hakika Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, barabara hii itakamilika, na ni vyema, labda nimwambie tu meneja wa TANROADS, ni vyema mkuu wa wilaya na hata mbunge
wakawa wanakuwa na ile ratiba ya kazi ya mkandarasi kwamba leo atakuwa hapa baada ya kipindi fulani, ili hata anapotaka kukagua awe anajiridhisha na kuona, je, hapa alipo ndipo alipotakiwa kuwepo, kwa sababu yuko kama 52%, lakini alitakiwa yuko 58. Kwa hiyo anafidiaje? Na kwa mkandarasi, taarifa niliyonayo ni kwamba bado kuna wataalamu hawajatimia kama watatu, wahakikisha wanakuja, lakini mitambo na hasa trucks hizi za kusomba vifusi, nimesema katika kipindi hiki ni bora akawa nayo, hata kama na stock astock, ili asije akasema mvua zimeanza kunyesha sasa anashindwa kuingia huko. Kwa hiyo nadhani mjipange kiasi kwamba hatutaweza kusimama, na hakika hayo yakifanyika barabara itakamilika kwa muda, na sisi kama Wizara ya Ujenzi tuna hakika ni kuwasimamia ama kuhimiza wenzetu wa hazina kuhakikisha kwamba barabara muhimu kama hizi tunapata malipo ya haraka ili barabara hii isiweze kukwama, na sisi tuhakikisha hilo tutalifanya. Mheshimiwa Mbunge, umeanza tu, najua umeshaanza kufuatilia barabara. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie, endelea kutukumbusha, na sisi tutahakikisha kwamba fedha hiyo Mheshimiwa Rais anaitoa ili kukamilisha ahadi yake. Nawashukuru sana.